kuarifu kwa muda usiokuwa mrefu. Ilikuwa ni mazungumzo na mwenzangu Dennis Onsarigo aliye katika jumba la Westgate hapa jijini Nairobi, jumba ambalo kuanzia mwendo wa saa 5 leo asubuhi limeweza kutekwa nyara na Wakenya wengi kuzuiwa ndani ya jumba hilo na kundi linalodaiwa kuwa la magaidi. Magaidi hao wanadaiwa kwamba wameweza kuwashambulia au na kuwaua zaidi ya Wakenya 22 katika tukio hilo, lakini idadi kamili kwa sasa ni miili 29 imeweza kuopolewa katika jumba hilo. Tunasubiri kujua ni kina nani wahusika ama waliohusika katika tukio hilo, na wengine wengi kuweza kujeruhiwa na kufikishwa katika vituo mbalimbali vya matibabu kupokea matibabu ya dharura baada ya kushambuliwa. Kwa sababu kama unavyoona katika runinga yetu hapo, tuko moja kwa moja katika eneo la Westgate. Picha hizo, maafisa hapo wa polisi na wanahabari wapo hapo kuhakikisha kwamba wanapokea taarifa hizo, magari hayo yanaingia, kuhakikisha kwamba shughuli hii ya uokozi inaendelea vyema na inaendelea hadi sasa. Awali maafisa wa usalama waliweza kufika hapa na naarifiwa kwamba wamo katika harakati za kuhakikisha kwamba Wakenya zaidi wanaweza kuokolewa katika jumba hilo, tukio ambalo limeshtua Wakenya wengi, na vile vile serikali kusema kwamba iko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba usalama unaimarishwa katika eneo hilo na Wakenya wasitie hofu, kwani kwa muda usiokuwa mrefu huenda masuala yote haya yakaisha. Na kama ilivyo desturi, wengi wangetazamia kuona kwamba pengine kundi hili la magaidi wangeweza kusema wanataka nini ama kutoka wapi, lakini kufikia sasa hawajasema lolote kuwahusu wanatoka wapi au wanataka nini na nia yao kuu ni ipi, lakini tunatumai kwamba muda unavyozidi kwenda wataweza kuzungumza na kuhakikisha kwamba shughuli hii ya uokozi inaendelea vyema.